Karibu tujadili kuhusiana na mustakabali wa Iran baada ya operesheni iliyopewa jina la Epic Fury, lakini kufahamu pia historia ya mataifa haya na nini ambacho kimesababisha kufikia hatua hii, ikiwa imeshuhudiwa michuano ama mgogoro mkali ambao umeibuka wikendi hii. Lakini kubwa pia ni kuhusiana na taarifa ya kifo cha kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, ambao kimeathiri siasa za ndani na athari zinatarajia kuwepo, ikiwa pia hali bado si shwari katika mataifa hayo. Lakini tutafahamu kwa kina kuhusiana na haya na mengine mengi, ikiwa kwa hapa studio tumemwalika mchambuzi wa masuala ya kimataifa Majid Mjengwa. Karibu sana. Asante sana Hilda. Tunaye pia Godfrey Mchungu, karibu sana. Asante sana. Na kwa njia ya mtandao tunaungana pia na mwandishi wa habari aliyoko kule Ujerumani, Rashid Chilumba. Karibu sana. Habari za hapo? Salama kabisa. Mnaendeleaje hapo Dar es Salaam, Tanzania? Tuko vizuri na tunashukuru kwa kuungana nasi, na tunaye pia Abdulaziz Jaad akiwa kule Uingereza. Asante kwa kuungana nasi Jaad, na karibu sana. Asante sana Hilda. Asante kwa wote huko. Naam, shukran sana. Na katika kufahamu pia mengi katika hili, tutaona kidogo kumhusu kiongozi huyu wa Iran Ayatollah, lakini kwanza katika kujenga msingi pia wa haya yote, mambo kama haya hili wanasema inaanza na historia kidogo, kwa sababu lazima tujue tumefikaje hapa tulipo. Nafikiri ndio swali ambalo wengi wanakuwa wanajiuliza, hasa wale watu ambao wako Rombo huko na maeneo mengine, wanatamani kujua imekuwa kuaje mpaka tunasikia huyu anamshambulia au yule anamshambulia. Nafikiri Majid, unaweza kutupitisha kidogo angalau kwa usuli kuweza kufahamu hasa haya mambo yalianzaje mpaka kufika hapa tulipo. Asante sana. Good luck. Ni kweli ni historia ndefu, lakini unaweza tukaifupisha ili walipo Rombo huko Nyeregete kwetu wafahamu. Iran ni taifa la kufuata itikadi ya Kishia kwenye Uislamu, na ndio tofauti kubwa na mataifa mengi ya Ghuba huko ni Wasuni. Kiongozi wake mkuu kwa maana ya Ayatollah Khamenei aliyefariki dunia hivi karibuni ndiye kila kitu. Unaposema Ayatollah ndiye mwenye kauli ya mwisho, alafu ndio mwenye mkono wa mwisho kama ni kalamu. Yeye alikuwa ndio kiongozi mkubwa katika taifa hilo. Na Iran 2018 ukisema kwa karibu sasa ilivyoanza, Marekani ilijiondoa kwenye makubaliano ya mkataba ule wa kinyuklia, namna kuangalia kwamba Iran haitengenezi silaha za nyuklia, ila wataendeleza nyuklia kwa ajili ya matumizi ya amani. Sasa Marekani ilishaingia makubaliano ya kufuatilia kwa pamoja. 2018 ikajitoa kwenye, alikuwa Trump alipoingia awamu ya kwanza, ikajitoa kwenye hilo, na hapo pengine ndio ulipoanza ule uhasama ukao unakuwa karibu zaidi kati ya Marekani na Iran. Lakini Iran tukija leo moja kwa moja, Iran sio nyumba ya karata, kwa maana sisi tuliocheza karata zamani, ukitengeneza nyumba ya karata ukiondoa moja nyumba inaanguka. Sasa kuondoka kwa Khamenei haimaanishi walisubiri Irani kwa miaka 40 tukio hili. Walikuwa wameshajiandaa kwamba iko siku kiongozi mkuu atauawa, ataondoka duniani. Na kitu kipi kitafuatia? Kwa hiyo hichi ndio tunachokiona tayari kuna utaratibu na wamefikia mahala ambapo wanakwenda kumteua Ayatollah mpya. Kabisa, kiongozi mwingine mpya. Na katika kuelezea hilo kwa kina zaidi, nataka tuishibishe hiyo historia nzuri ambayo umetupitisha. Rashid, tuangalie kwa kina zaidi, kwa sababu tumekuona pia ukieleza katika moja kati ya simulizi zako kwenye mitandao ya kijamii, na simulizi hiyo ikionekana pia imepata mapokeo makubwa sana kwenye mitandao ya kijamii. Rashid Chilumba, hebu tushibishie kidogo hapo, kwa sababu tunafahamu kwamba awali historia hii imeanza nyuma kidogo, na hasa wakati wa Iran ikiitwa Persia,
Tunafahamu kwamba kulikuwa kuna kampuni za mafuta za Uingereza zilikuwa zinafanya kazi pale, baadaye ukaja uongozi mwingine ukaziondoa. Tunamkumbuka waziri mkuu. Ndio. Kuna maelezo pengine tuyaone pia yale ya graphics ambayo yanaeleza katika miaka hii tofauti kile ambacho kilijiri. Alafu Rashid pia atatushibisha kwa usuli kuhusu historia hiyo, na umegusia hapo Goodluck kuhusiana na Iran ilivyoitwa Persia, ambapo kwenye mwaka 1901 sasa unazungumzia mizizi hiyo ya mafuta na ushawishi wa Uingereza. Mfalme wa Persia yeye alitoa leseni ya uchimbaji wa mafuta kwa mfanyabiashara wa Uingereza, na director pengine atatuwekea pale ambapo itakuwa sawa ili tuweze kuona maelezo hayo yale ambayo yameandikwa. Na leseni hiyo pia ilitoa haki ya uchimbaji kwa muda mrefu kwa malipo ya asilimia ndogo ya faida kwa Iran. Na baada ya hapo mafuta yaligunduliwa na katika eneo la Masjid Suleiman, kampuni ambayo uligusia ya Anglo-Persian Company hiyo. Kabisa. Na hapo sasa wakati tunasubiri hizo takwimu ulizoeleza hapo tusamaraizia kidogo, lakini nataka Rashid Chilumba atuambie. Rashid, hebu tupitishe kidogo kwenye hiyo summary kwamba ilikuwa kuwaje na utawala huu ambao kufikia hapa, na ikawa tunafahamu kwamba kihistoria na kama ambavyo iko hapo. Sawa, tupitie. Mwaka 1901 mfalme wa Persia alitoa leseni ya uchimbaji wa mafuta kwa mfanyabiashara wa Uingereza William Knox. Sasa nafikiri tuiache kwanza hapo. Mafuta yaligunduliwa katika eneo la Masjid Suleiman mwaka 1908 na kampuni ya Anglo-Persian Oil Company ilianzishwa kuendesha uzalishaji katika nchi hiyo. Baadaye mwaka 1914 serikali ya Uingereza ilinunua hisa nyingi zaidi katika kampuni hiyo ili kuhakikisha usambazaji wa mafuta kwa jeshi la majini, na tunafahamu ilisaidia sana katika vita kuu vya kwanza vya dunia. Mwaka 1935 Persia ilibadilisha jina rasmi na ikawa Iran. Mwaka 1935 ikawa haijulikani kama Persia, ikawa inajulikana kama Iran. Na baada ya hapo mwaka 51 bunge sasa la Iran likaja kumchagua Mohammad Mossadegh ambaye alikuwa waziri mkuu wakati huo, na ilipitisha sheria ya kutaifisha zile mali za Anglo Iranian Oil Company, na Iran ikachukua udhibiti wa mitambo ya mafuta ya mali zote za kampuni hizo. Na hatua hiyo ilifuata ikiwemo Uingereza iliondoa wataalamu wake, ikapanga mzingiro wa kiuchumi, kuzuia mauzo na uzalishaji pia ukadorora. Sasa huyo alikuwa waziri mkuu machachari sana. Alikuwa anatazama kama nationalist, mtu ambaye alikuwa amekuja pale kwa ajili ya kulinda rasilimali za taifa. Kwa hiyo akawa mwiba kwa hizi nchi za magharibi. Baada ya hapo tuangalie pia miaka mingine ambayo nayo ilikuwa ni mambo muhimu katika kufahamu simulizi hii, ikiwa ni pamoja na wakati wa ushirikiano baada ya kutaifishwa mafuta, ambapo mkataba mpya wa mafuta uliundwa. Kampuni za Marekani, Uingereza na Ulaya pia ziliunda muungano wa kimataifa ambao ikasimamia uzalishaji wa mafuta ya Iran, na kukawa na udhibiti wa moja kwa moja wa Uingereza ambao ulimalizika, lakini makampuni ya magharibi yaliendelea yenyewe kushiriki kwa kiwango kikubwa, na uhusiano huu uliendeshwa kwa misingi ya usalama wa kikanda. Kwa hivyo kuna wakati pia kulikuwa na ushirikiano huo wa karibu, lakini baadaye. Lakini hili nakumbuka pia hili la mkataba mpya wa mafuta kuundwa, maana ni baada ya vuguvugu lile la kumuondoa sasa waziri mkuu huyu ambaye alionekana kama analeta shida hivi kwa Marekani na Uingereza. Kwa unafahamu kwamba operation ya siri ya kumuondoa Mossadegh mwaka 1953 ilifanywa ikitekelezwa na shirika la ujasusi la Marekani kwa kushirikiana na Uingereza. Na yeye aliondolewa madarakani na baadaye kuhukumiwa kifungo cha nyumbani, na baadaye sasa Shah Mohammad Reza Shah Pahlavi alirejeshwa tena mamlakani. Ndio huyu ambaye tutakuja kumuona kwamba mtoto wake sasa ndo anatarajiwa ndo atakuwa kiongozi mpya wa Iran. Anatajwa kwamba atakuwa kiongozi mpya wa Iran. Na baada ya ushirikiano sasa mapinduzi yakafanyika, na mara baada ya mapinduzi hayo kile ambacho kilishuhudiwa mwaka 79, mapinduzi ambayo yaliondoa utawala wa Shah, na Khamenei Ruhollah alirejea Iran kwa kiongozi
wa Jamhuri ya Kiislamu. Na tangu wakati huo mpaka mabadiliko yakaja kufanyika pia, ikiwemo pia baada ya mapinduzi, ni miongoni mwa yale ambayo tutayatazamia kabisa. Sasa haya ni mapinduzi ya kihistoria, mapinduzi ya mwaka 1979, mapinduzi ya Iran, ikatengenezwa Jamhuri ya Kiislamu, ambapo sasa Ayatollah ndio kiongozi mkuu. Tulikuwa na Ayatollah Khomeini. Sasa hivi karibuni, kwa miaka mingi, tumekuwa na Ayatollah Khamenei ambaye ndiye ameuawa. Sasa hasa tumeona tunarejeshwa tena kule kwa utawala wa Shah wa mwisho, ambaye mwanae Pahlavi huyu ndio anakuja kushika, huenda akachukua mamlaka kwa usaidizi wa Marekani na Israel. Lakini Chiluba, historia hii pia unaweza ukaishibisha zaidi, lakini hasa tunachojaribu kutafuta hapa ni kwamba nini hasa ambacho kimefanya Marekani na Iran wafikie hapa walipofika. Karibu. Nadhani umetoa muhtasari mzuri wa kile kilichotokea miaka mingi iliyopita, lakini mimi natazama katika maeneo mawili. Moja ni huu uhusiano unaohusu zaidi rasilimali za Iran, hasa mafuta na gesi asili, na kama ulivyosema, mzozo ulianzia nyuma kabisa, mahusiano kati ya Iran na Uingereza na baadaye Marekani kuhusu hasa mafuta upande mmoja, lakini upande wa pili unahusu uzani wa nguvu za kijeshi na ushawishi kwenye kanda ya Mashariki ya Kati. Kama unavyofahamu, Israel ndiye mshirika mkubwa wa Marekani kwenye kanda ya Mashariki ya Kati, na tangu nchi hiyo ilipoundwa mwaka 1948 na kuanza mashirikiano ya karibu na Marekani, Washington mara zote imehakikisha inaisaidia Israel kuwa ndio dola pekee yenye nguvu kwenye kanda ya Mashariki ya Kati, na nchi nyingine yoyote inayojaribu kujitokeza kuonesha kuwa inataka kupambana ama kuitumishia misuli Israel kwenye kanda hiyo, mara zote imetumbukia kwenye matatizo. Iran ni nchi ya hivi karibuni tu, kusema kweli, kama miaka 10-20 iliyopita, lakini utakumbuka tulishakuwa na nchi nyingine ambazo zilijaribu ambacho hichi kinachofanywa sasa na Iran cha kuwa huru na kuonesha upinzani wa wazi kwa ushawishi wa Marekani kwenye kanda hiyo. Mtakumbuka vita vya mwaka 1967 vya siku 6 kati ya Israel na nchi za Kiarabu, wakati ule ulimwengu wa Kiarabu ukiongozwa na rais wa Misri wakati ule Gamal Abdel Nasser. Mtakumbuka yaliyoikuta Syria, na mtakumbuka vile vile yaliyoikuta Iraq miaka 1990 na baadaye mpaka ulipoangushwa utawala wa Saddam Hussein mwanzoni mwa miaka ya 2000. Kwa hiyo ni mchanganyiko wa sababu hizo mbili, sababu zinazohusu udhibiti, ushawishi wa Marekani kwenye kanda hiyo, hasa kwenye rasilimali muhimu zinazotoka kwenye kanda hiyo ambayo ni mafuta na gesi asili, lakini pili ni nafasi ya Israel kwenye kanda ya Mashariki ya Kati. Kwa hivyo Iran kwa miaka karibu 30 iliyopita imeonyesha kwamba ina uwezo wa kujitegemea kiteknolojia na kiuendeshaji, na hilo likageuka kuwa ni kitisho kwa kanda nzima, na hasa mshirika wa Marekani, Israel. Kwa hivyo kwa vyovyote vile mzozo huu una sababu hizo mbili nilizozitaja. Umetaja sababu mbili, Rashid, lakini hujagusia swala la nuclear ambalo linazungumzwa sana. Umetaja sababu ya mafuta na gesi asilia, lakini nafasi ya Israeli katika kanda hiyo. Vipi kuhusu swala la nuclear? Nitaka niende huko, kwamba tunapozungumzia huu uzani wa nguvu tunamaanisha ni uzani wa nguvu za kijeshi kwenye kanda hiyo. Na wasiwasi uliokuwepo kwa muda mrefu, na hakuanza Iran tu, ulihusisha vile vile Iraq, ni kwamba kanda ya Mashariki ya Kati kusiwe na taifa ambalo lina uwezo wa nguvu za nyuklia, kwa sababu silaha hizi za nyuklia, kama ikitokea nchi mojawapo kwenye kanda ile itazimiliki, Marekani ina wasiwasi kwamba itakuwa ni kitisho cha moja kwa moja kwa washirika wake na hasa mshirika wake mkuu Israel. Sasa Iran ilianza kuonesha hiyo kwa sababu kama nilivyosema, imeonyesha uwezo mkubwa sana wa kisayansi. Ilianza kuwa na uwezo huo wa kurutubisha madini ya urani ambayo ndio kiini cha kuunda silaha za nyuklia. Kwa hivyo ilipofika miaka ya 2000, hasa 2000,
maelezo yalianza tangu katikati na mwishoni mwa miaka 1990, lakini mwanzoni mwa miaka 2000 wasiwasi ndio uliongezeka, hasa baada ya kuwa utawala wa Saddam Hussein umeondolewa madarakani. Israel ikaanza kupiga jaramba ya kusema kwamba kiko kitisho kipya nacho ni Iran, na inaonyesha utawala wa Mahmoud umedhamiria kuunda silaha za nyuklia. Kwa hivyo pakawa na shinikizo kubwa ndani ya Israel na kuelekea Marekani ya kutaka lazima iweko njia ya kuidhibiti Iran isifikie uwezo wa kuunda silaha za nyuklia, kwa sababu sio tu ilikuwa inaonyesha ina uwezo mkubwa wa kisayansi wa kurutubisha urani, lakini vile vile ilishaonyesha uwezo mkubwa wa kuunda makombora ya masafa marefu ambayo katika wiki za karibuni ilikuwa sehemu ya mazungumzo kati ya pande hizi mbili. Sawa kabisa. Na katika hilo la nyuklia, Abdulaziz Jaad, pia tusikie kutoka kwako. Tunafahamu kwamba duniani kuna mataifa 9 yenye silaha za nyuklia ambayo yanafahamika. Labda kama kuna mengine hayafahamiki, labda yanaficha, lakini tunafahamu mataifa hayo ni Marekani, Urusi, Ufaransa, China, Uingereza, hapo ulipo, Pakistan, India, Israel na Korea Kaskazini. Licha ya kwamba hizi silaha inawezekana zikapatikana kwenye mataifa mengine ambayo haya mataifa yamezipeleka huko, lakini haya ndio yanamiliki silaha za nyuklia mpaka sasa. Kwa nini Iran inapojaribu kumiliki silaha hizo inakuwa ni tishio, na mataifa haya makubwa kama vile Marekani na Uingereza pamoja na Israel hawataki kabisa Iran amiliki silaha za nyuklia? Asante sana, good luck. Lakini kwanza naomba haraka kwanza, historia ya Iran haitoweza kukamilika. Imetolewa muhtasari mzuri sana na wenzangu, lakini haitoweza kukamilika bila kusema kwamba Iran ndio nchi ya kwanza katika Ghuba kuwa nchi ya kidemokrasia. Ilifanya uchaguzi wa kidemokrasia mwaka 1906. Mohamed Mossadegh alipokuja kuwa waziri mkuu wakati 53 ni uchaguzi wa kidemokrasia, na sio kwamba aliondolewa Mohamed Mossadegh. Yale yalikuwa ni mapinduzi ya kwanza yaliyofanyika yakiongozwa na CIA pamoja na Uingereza. Wakati huo Shah baba yake ndo alikuwa bado ni mfalme. Kwa hiyo wakati alikuwa mfalme, waziri mkuu ndo alikuwa Mossadegh, na akapinduliwa akaletwa waziri mkuu mwingine. Kwa hiyo tunaona wazi kwamba ni fukuto ambalo lilianza zamani kama alivyoelezwa, lakini muhimu kwamba ni nchi ya kwanza kuwa ya kidemokrasia. Kwa hiyo ni nchi ya kwanza kuondolewa kiongozi wa kidemokrasia vile vile kwa wananchi waliowachagua wenyewe. Hilo mojawapo. La pili, tukienda haraka, aliporudi Shah, ndio maana wananchi wakafanya mapinduzi mwaka 79. Walipopindua 79, ina maana waliondoa nguvu za CIA, nguvu za Marekani, nguvu za Israeli, vibaraka wake wakawaondolewa pale. Sasa kuanzia pale vita vilianza vya Iraq alipewa silaha, paka silaha za sumu za kuweza kumpiga Iran. Ndio kukawa kuna vita vya miaka 8 vya mauaji makubwa, ambapo baadaye tunaona walipomaliza Saddam mwenyewe akaondolewa, lakini bado Iran ilikuwepo. Kwa uhasama uliendelea kuwepo pale, na katika vile vita ambavyo walipigwa paka na silaha za sumu ambazo ni nchi za magharibi ndio zilizokuwa zikimpa Saddam. Baadaye wakamwambia kwamba anamiliki silaha za maangamizi, lakini alipewa zile silaha ili aweze kumpiga Iran. Lakini Iran toka wakati ule, akiwa ni taifa lililokuwa limeendelea la kisayansi na kila kitu, lilikuwa lina sera yake moja kubwa kwamba halitaki kutengeneza silaha za nyuklia. Lakini kuna vitu viwili katika masuala ya nyuklia. Kuna nyuklia katika silaha na kuna nyuklia katika matumizi ya kiraia. Waliingia katika mkataba wa Non-Proliferation Treaty ambao walitoa wazi kwamba sisi tumesaini mkataba wa kutoingia katika masuala ya silaha za nyuklia. Kwa hiyo ukiingia katika NPT lazima uweke wazi wakaguzi waweze kuja kufanya ukaguzi wa zile silaha za teknolojia ya nyuklia. Kwa hiyo kwa kisera hawajawahi kusema hata siku moja kwamba wanataka silaha za nyuklia. Kwa hiyo walikuwa wanakwenda teknolojia ya nyuklia ya kiraia. Lakini wakati huo kama alivyozungumza Bwana Rashid hapo kwamba Israeli
wanataka kwamba wawe wana nguvu pekee pale. Na tukienda haraka haraka katika hizo nchi ambazo umezitaja 9, ni nchi moja tu ambayo haijatangaza wazi, inasadikika tu kwamba ina silaha za nyuklia, ambayo ni Israeli yenyewe. Kwa hiyo nchi nyingine zote zisiwe na silaha, lakini Israeli haikubali kuwa na, haijakubali hata siku moja kama na silaha, lakini inasemekana kwamba ina zaidi ya mabomu 150 mpaka 300 ya nyuklia. Kwa hiyo tukirudi katika kwa nini kusiwe kuna silaha, tayari imeshaelezwa kwamba atakayekuwa na nyuklia hapo, na maana atakuwa ana nguvu zaidi ya Israeli, na Israeli ndo anataka kuwa mtawala wa hapo katika ile sera yake ya Greater Israel, kwamba anataka kupanua mipaka, kuchukua paka Sinai, kuchukua paka ambao tayari tunaona amekwenda upande wa Syria. Na kadiri kutopokuwa kuna vurugu katika Ghuba, ina maana ndio utawala wa Israeli utapoweza kushika mizizi zaidi. Kwa hiyo hii ni sera ya muda mrefu, ni strategia ya muda mrefu kuhakikisha kwamba hakuna taifa lingine ambalo linakamata linakuwa lina nguvu. Kwa kufahamu hivyo sasa ndio wamempa nguvu Irani, kwa sababu baada ya mapinduzi 79 akawekewa vikwazo, wakashindwa kununua hata ndege, wakawa hawana hata ndege za kiraia. Matokeo yake kama mbadala sasa ndio wakatengeneza makombora ambayo sasa hivi tunaona kwamba yameshika kasi. Kwa hiyo sasa Israeli wakawacha kisingizio kwamba hatutaki ajenge nyuklia, sasa wakaleta kisingizio chingine kwamba asiwe na makombora, ambacho walikuwa wakishindana wakizungumza kidiplomasia mpaka dakika ya mwisho, ambazo hadaa ikatumika wakati hadaa ya kidiplomasia inakwenda, wakaamua kumvamia kama ilivyotokezea mwaka jana vita vya Juni. Naam, Godfrey, kwa mtazamo wako pia mabadiliko ya kutoka makubaliano yale ya mazungumzo kushindikana kufikia hapa tulipo, unaona hatari gani hasa katika hili? Yes, kwanza tunapozungumzia mzozo wa Israeli, Marekani na Iran, lazima tuweze kuangalia kwenye mizania minne. Cha kwanza lazima tuweze kutazama uanzishwaji wa taifa la Israel mwaka 1947 kwenye kile kinachoitwa two state solution, azimio namba 181. Lakini cha pili lazima tuweze kuangalia mapinduzi ya Kiislamu ambayo yaliongozwa na Ayatollah Ruhollah Khomeini mwaka 1979. Lakini cha tatu lazima tuangalie nafasi ya kimkakati ya Marekani kwenye eneo la Ghuba. Lakini cha nne ni ushawishi wa Irani kwa kutumia proxy au tunaita non-state actors, kutumia Hamas, Hatibu Hezbollah, Fanmiyun, kutazama kwa mfano Houthi kule Yemen. Lakini vile lazima uweze kuangalia kwa nini Irani ni eneo ambalo tunatajwa kwamba ni maeneo matano ya kimkakati. Unafahamu kwamba eneo la kwa mfano mlango bahari wa Hormuz unapitisha takriban 21% ya mafuta yote duniani. Ukiacha kwa mfano katika eneo la Bab el-Mandeb huko Somalia karibia 11% ya mafuta. Kwa hiyo eneo la Mashariki ya Kati limejengwa kwenye dhana ambayo tunaita ni antagonist. Unajua kuna diplomasia, kuna ushirikiano ambao tunaita ni bilateral negotiation, tripartite na multilateral. Lazima uweze kuangalia kwa namna gani nafasi ya nchi, kila nchi na ushawishi wake wa kimaslahi, kiuchumi, wa kisiasa na wa kimkakati. Kwa hiyo kwenye eneo la Mashariki ya Kati kuna dhana ambayo inaitwa hegemonic power. Kwenye diplomasia tunasema hegemonic power ni uwezo wa taifa kujenga nguvu za kijeshi, usalama, uchumi na ushawishi. Sasa ukiangalia kwa Mashariki ya Kati, Iran anataka kuongeza ushawishi wake kutumia proxy. Israeli anataka kuongeza ushawishi wake kutumia Mossad, Shin Bet, Ahmad. Marekani anaisupport Israeli kwa sababu anajua kabisa kwamba ndio jicho la masikio la kuangalia maslahi yake. Lakini vile lazima uweze kutazama dhana ambayo inaitwa Zionism movement, ilianza karne ya 19, mkakati ambao unaongozwa na AIPAC, Israel Foundation, tunaita Christian for United States for Israel na zile tunasema non-state actors ambazo zimekuwa zikishawishi sera za Marekani kwenye Mashariki ya Kati. Kwa hiyo mzozo wa Israeli na Marekani na Iran tunasema ni mzozo ambao ni paradox. Sasa baada ya yani una utata. Sasa ukitazama baada ya kuingia Ayatollah Ali Said Khamenei mwaka 1989, ni kiongozi ambaye anatajwa aliendeleza misingi, misimamo na itikadi ya mtangulizi wake Ruhollah Khomeini. Ndio maana ukimtazama Ayatollah hata muonekano wake anafanana na mtangulizi wake, kwa sababu ni mtu ambaye anaamini kwamba alikuwa ni mtu ambaye amejenga hii taifa kwenye misingi ya Kishia. Sasa ukitazama vile vile
mkakati wa Irani kuweza kujinasua dhidi ya ushawishi wa Israeli na wenzake, maana ni kwamba lazima awe na uwezo wa kujilinda. Na kujilinda sasa kwa dunia leo lazima kuwa na silaha za nyuklia. Kama ulivyosema kwamba Israeli ana nyuklia, Marekani, China, Uingereza, Ufaransa, Urusi, Pakistan, North Korea. Haya mataifa na India. Haya mataifa huwezi kuvimia kwa sababu wana uwezo wa kujilinda. Sasa kuna kutengeneza dhana ambayo inaitwa balance of power, na fikiri mwenzangu amezungumza, lazima Israeli, lazima Irani aweze kujenga ushawishi wa kijeshi ambao ni mojawapo ya dhana ya hegemonic power kuweza kulinda ushawishi wake. Sasa ili Israeli iweze kusurvive Mashariki ya Kati inahitajika Irani ambayo imezoofika. Yani no balance of power. Of course. Yani ili kuwepo taifa la Israeli lazima Irani kama Irani atakuwa mkubwa. Kama Irani akiwa na nguvu, maana kutakuwa hakuna balance of power. Yeah. Ndio maana hata kama mlimfuatilia Netanyahu anasema kwamba hana hofu dhidi ya nguvu za Misri. Kwa nini Misri inakuwa na nguvu zaidi kuliko Israeli Mashariki ya Kati? Kwa kweli mzozo wa Mashariki ya Kati tunasema ni mzozo ambao una taswira nyingi. Kuna uchumi, ushawishi, historia, mikakati ya nchi kuweza kujibu. Kwa hiyo ulivyogusia Misri inawezekana kama next kabisa. Na katika hilo Netanyahu anasema kwamba moja maadui wao watatu Mashariki ya Kati, kuna Irani ambao ni wa kwanza, kuna Misri na kuna Uturuki. Sasa kabisa. Lakini nafahamu kwamba hizo nchi pia na zenyewe zina ukaribu, yani hazina uhusiano wao na Marekani sio mbaya sana. Kwa hiyo inawezekana pia ikawa changamoto hapo kuweza kushughulika nazo kama ambavyo wanashughulika na Iran. Lakini tukirejea hapo Majid, Iran katika kujibu hichi kilichotokea, tumeona amefanya kitu ambacho wengine pia wanakishangaa, kushambulia katika nchi ambazo tulitarajia asingefanya hivyo. Lakini yeye sababu ambayo inatajwa ni kwamba ni kwa sababu kuna kambi za kijeshi za Marekani katika mataifa hayo, mataifa kadhaa ya Ghuba kama vile Qatar, Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, na mataifa haya yanaonekana kukasirishwa na hatua hiyo, na tunafahamu hawa ni ndugu zake. Sasa kwanza, kwa nini Iran ameamua kushambulia katika maeneo hayo? Kwa nini asishambulie huko Marekani ama Israeli kama ambavyo wao wanamshambulia kwake, akaamua kushambulia kwenye nchi nyingine, jambo ambalo pengine linaweza likamweka katika nafasi mbaya katika eneo hilo la majirani zake? Asante sana. Si ndugu zake hasa kwa maana ya Shia na Sunni. Irani Shia wale ni mataifa ambayo yanafuata itikadi ya Kisuni, hawana ukaribu sana, lakini kubwa kabisa katika hili Irani imetumia hii tactic katika kushambulia kwake. Wanadhani kwamba wakishambulia hizo nchi itasababisha athari nyingi za kiwemo za kiuchumi. Tumeshaona sasa hivi uwanja wa ndege wa Dubai umefungwa kwa siku ya pili ya tatu, na kila siku moja Dubai ikifungwa uwanja wake ni millions of dola milioni nyingi zinapotea, na watu wengi wamekuwa huko hawajui watafanyaje, kwa sababu ni kiungo kikubwa cha kusafiri kutokea nchi mbalimbali ikiwemo za Asia. Lakini ukishambulia hizo kambi za kijeshi za Marekani katika hizo nchi, unaleta ile hali ya mashaka. Tuna hofu kubwa sasa hivi katika hizo nchi za Ghuba, Bahrain, huko Qatar, kwamba wamepiga hizo nchi, lakini fikiri kwamba Iran itapata ile pigo wana hit pale ambapo kuna watu wengi. Lazima kombora ikifika kwenye soko likaua watu 500, ni hatari kubwa. Kwa hiyo yote anayesafiri katika hizo nchi anakuwa na hiyo hofu, ili kitokea likashuka ile kombora. Kwa hiyo ni moja ya vitu ambavyo Iran inatumia katika kupeleka shinikizo la opinion, maoni yabadilike haraka, kwa sababu inaathiri uchumi wa dunia. Hormuz, ule mlango wa bahari umekuwa ngumu. Shirika kubwa la meli la Maersk limesitisha safari zake kutokana na kuwa na wasiwasi katika eneo hilo. Mashirika ya bima hatoi bima kwenye meli zinazopita mahali hapo. Kwa uchumi wa dunia umeathiriwa. Lakini lazima tufahamu hofu ya wengi hapa tunazungumza, lakini hofu ya Israeli juu ya Iran ni ipi kwa miaka yote hii baada ya Shah kuondoka mapinduzi 79? Hofu ya Israel kwa Iran hawalali vizuri wakaamka kwa kutulia, ni kwa sababu utawala wa Ayatollah wa Iran ulishaapa kwamba utakuja kuliangamiza taifa la Israel. Wao hawaamini kwamba Israel inapaswa kuwepo. Anafahamu. Kwa hiyo ndio hofu kubwa ya Israel, kwamba wakati Israel naye haamini kwamba wao. Kwa hiyo hawa ni watu ambao lazima tuelewe, kwa hofu yao ni kwamba wakiwa na nuclear
nyuklia maana yake siku moja tu. Ndio sababu hata Ukraine na Urusi na nyuklia. Kwa hiyo ndio hofu kubwa ya Israel. Marekani, Israel ni mshirika wake, na Egypt kwa Israel sio tatizo kubwa kwa sababu ni mshirika pia kwa namna moja au nyingine. Lakini inapokuja kwenye Iran inahusu hofu hiyo kubwa ya nyuklia na kuangamizwa, kwa sababu hicho ni kiapo ambacho kilishawahi kutolewa. Sawa kabisa. Na kwa sababu umemtaja Ayatollah Ali Khamenei na amekuwa gumzo pia duniani, na tumeona sasa imekuwa ni mwisho wa enzi za Ayatollah Ali Khamenei, mtu ambaye alikuwa na misimamo mikali, misimamo thabiti, na washirika wake pia kama kina Ibrahim Rais na wenyewe pia walikwisha uawa. Wapo watu kama kina Hassan Nasrallah, watu kama kina Ismail Haniyeh, alikuwa kiongozi wa Hamas na wenyewe pia wameuawa, na wengi wao pia wakiuawa huko Tehran na jeshi la Israel kwa ushirikiana na Marekani. Lakini kiongozi huyu ambaye hivi sasa amekuwa gumzo, amekuwa kizungumzwa duniani, kiongozi pia wa Mashia nafikiri duniani kote bila shaka. Tupate kufahamu kidogo historia yake kabla tujaendelea kupitia makala hii ambayo imeandaliwa na mwenzetu Emidi Olotu. Ayatollah Ali Khamenei alizaliwa mwaka 1939 katika mji mtakatifu wa Kishia wa Mashhad uliopo kaskazini mashariki mwa Iran. Alikulia katika mazingira ya kielimu ya kidini na baadaye akawa miongoni mwa wanazuoni wa Kishia walioungana na harakati za kupinga utawala wa kifalme wa Shah. Katika miaka iliyotangulia mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979 alijitokeza kama mmoja wa viongozi wa maandamano dhidi ya mfumo wa kifalme. Ushiriki wake katika harakati hizo ulimfanya kukamatwa mara kadhaa kabla ya mapinduzi kufanikiwa na kuanzishwa kwa Jamhuri ya Kiislamu. Mwaka 1981 alichaguliwa kuwa rais wa Iran. Aliongoza nchi hadi mwaka 1989 katika kipindi kilichogubikwa na vita vya Iran na Iraq, vita vilivyosababisha vifo vya mamia ya maelfu ya watu na madhara makubwa ya kiuchumi. Baada ya kifo cha Ayatollah Ruhollah Khomeini mwaka 1989, Khamenei alichaguliwa kuwa kiongozi mkuu wa Iran. Katika nafasi hiyo, alishika mamlaka ya juu zaidi ya kisiasa na kijeshi nchini Iran. Katika uongozi wake, aliunda upya muundo wa kijeshi na vikosi vya ulinzi vya Iran, akijenga mkakati aliouita ulinzi wa mbele kwa lengo la kuzuia vitisho kutoka nje ya mipaka ya nchi. Mwezi Januari mwaka 2026 alikabiliwa na changamoto kubwa baada ya maandamano kupamba moto kote nchini Iran kupinga ugumu wa kiuchumi na hali ya maisha. Ayatollah Ali Khamenei ameuawa Februari 28 mwaka 2026 katika mashambulizi ya anga yaliyoripotiwa kufanywa na Marekani na Israel jijini Tehran kwenye operesheni iliyopewa jina la Epic Fury. Operesheni hii imefungua ukurasa mpya katika siasa za Iran na usalama katika eneo la Mashariki ya Kati. Allahumma arfa darajatihim. Naam, sasa Ayatollah Ali Khamenei anaombolezwa huko nchini Iran, lakini moja kati ya maswali makubwa ambayo yamekuwa kiulizwa ni kwamba ni nani sasa atafuata baada yake, lakini pia utakuwa ni utawala wa namna gani? Rashid Chilumba alipouawa, kiongozi wa Kiafidhina aliyekuwa na misimamo mikali ya Kishia, alikuwa rais wa nchi hiyo Ibrahim Rais, alikuja kiongozi ambaye hakuwa na misimamo mikali sana, akiwa na msimamo wa wastani, na maanisha rais wa sasa Abbas Araghchi. Ni wazi kwamba kuna dalili zote baada ya kifo cha Ayatollah Ali Khamenei akaja kiongozi mwingine mkuu ambaye atakuwa na aidha misimamo ya wastani ama misimamo ya kiliberali, sio? Si rahisi. Natumai ulikuwa unamaanisha Rais Masoud Pezeshkian na sio Araghchi. Naam, kabisa, Masoud Pezeshkian kabisa. Nasema si rahisi kwamba tutarajie kwamba kiongozi mkuu wa Iran atakuwa ni mtu mwenye misimamo ya wastani, kwa sababu kama alivyoeleza mchangiaji kutoka Uingereza, Iran ni nchi ya kidemokrasia, na demokrasia inaonekana zaidi kwenye taasisi inayoongoza shughuli za kila siku za serikali, ambayo ndio inaongozwa na rais. Lakini linapokuja swala la kiongozi mkuu wa nchi, kwa maana ya Ayatollah, huyu ni kiongozi wa kidini, mtu ambaye jukumu lake ni kusimamia ustawi na uendelevu wa Jamhuri ya Kiislamu,
na misingi yake iko wazi. Misingi ya mapinduzi ya Iran iko wazi. Kwanza dini ndio msingi wa kwanza, na tangu mapinduzi yalipofanyika kama nilivyosema Bwana Majid, msingi uko wazi kabisa kwamba adui wa kwanza wa Iran, kwa kieleza hata Ayatollah wa kwanza Khomeini, ni Marekani, na wa pili ni Israel. Ushawishi wa nchi hizi mbili wanazingatia kuwa za kibeberu na hazungwi mkono Iran. Kwa hiyo kiongozi atakayekuja kwa namna yote ile atakuwa ni mtu mwenye misimamo ama inayofanana kwa sehemu na Ayatollah Khamenei, ama iliyo mikali zaidi kumshinda Khamenei, na huu ndio wasiwasi. Lakini hilo ni swala ambalo kusema kweli tutasubiri na kuona, kwa sababu sasa hivi mjini Tehran, naamini swali ni iwapo utawala wa Jamhuri ya Kiislamu utamudu kuepuka changamoto hii inayoikabili sasa, kwa maana ya haya mashambulizi kutoka Marekani na Israel, kwa sababu Washington imeelezea nia yake kabisa pamoja na Israel kwamba ikiwezekana ni kubadili utawala na kuondoa kabisa mfumo wa sasa uliopo nchini Iran. Sasa kama wapo kweli watamudu kubakia madarakani, litakuwa ni swala la kusubiri na kuona. Tunafahamu hata Majid amesema kwamba kiongozi mpya anatarajiwa kuchaguliwa siku chache zinazokuja. Tutasubiri tuone, manake hata kama atachaguliwa ni mpaka kiwingu hiki cha makabiliano ya kijeshi kipite, ndio utakuwa na hakika kuwa na kiongozi ambaye anaweza kutoa dira na mwelekeo wa wapi. Lakini Rashid, kujua anaweza kushambuliwa na kuuliwa katika siku za mwanzo kabisa za utawala. Rashid, kwa upande wako unadhani Iran inahitaji kiongozi wa aina gani kwa wakati huu? Na wakati pia unajibu hilo Rashid, tunafahamu kwamba ama tumesikia taarifa kwamba Reza Pahlavi amekuwa kuna taarifa kwamba ndiye atakuwa kiongozi anayefuata baada ya Khamenei, na tunafahamu huyu amekuwa mwanaharakati ambaye amekuwa akiishi uhamishoni huko Marekani, na tumeona pia ameita mkutano wa waandishi wa habari, mzungumza na waandishi wa habari akisema yeye anakwenda kuiongoza Iran. Maana ni kwamba tayari mabadiliko hayo yamekwisha fanyika. Sasa sijajua kama ni rasmi ama sio rasmi, lakini yeye amekuwa akitajwa zaidi na vyanzo mbalimbali. Nianza na hili la kiongozi mpya wa Iran. Nadhani bila shaka yote kama Iran itamudu kupita kipindi hiki na kufanikisha kusimamisha hivi vinavyoviita ni vita vinavyoendelea, kiongozi atakayekuja bila shaka atatakiwa kuwa na misimamo ama kama ya Khamenei ama inayomzidi Khamenei, kama kweli Jamhuri ya Kiislamu itabidi endelee kuweko, kwa sababu chini ya hapo hakutakuwa na uwezekano wa Jamhuri ya Kiislamu kuendelea, kwa sababu misingi na maadili yake inatofautiana pakubwa na mitazamo ya nchi nyingi za Magharibi. Kwa hivyo akiwa ni mtu wa siasa za wastani ama mitazamo ya wastani, Jamhuri ya Kiislamu haitudumu kwa muda mrefu, na bila shaka yote nchi kama Marekani na Israel na nchi nyingine za Magharibi ikiwemo kwa maana hapa Ulaya zingetamani sana kuona Iran inapata utawala mpya utakaoitikia maelekezo kutoka Washington, Brussels ama Tel Aviv. Kuhusiana na bwana Reza Pahlavi, ni fikra tu na nadharia, kwa sababu kama unavyofahamu utawala huu wa Mamluk umesababisha migawanyiko. Hatuwezi kusema ni kwa ukubwa gani, ni kwa sababu liko kundi linalodhani utawala wa Mamluk ni wa kikatili. Kwa miaka yote 47 ulikuwa madarakani, ndio hawa miongoni mwao walikuwa wanashiriki haya maandamano haya ya sasa na hata yaliyopita, wanaoamini kwamba Iran haihitaji kuwa na utawala wa kidini. Wanataka kuiona Iran iliyokuwepo kabla ya mwaka 1979, Iran ambayo wanawake wanakwenda na kuvaa wanavyotaka, kama ni vimini ama namna yote, wasiovaa hijab, wasiofuata ile misingi ya dini ya Kiislamu kwa madhehebu ya Shia. Sasa hizi ni nadharia tu. Bwana Pahlavi kwa miaka karibu yote ameishi Marekani na nchi za Magharibi. Kusema kwamba kweli kesho ama kesho kutwa atarudi Iran si rahisi. Ni fikra ni mawazo ya kufikirika, kwa sababu hata ukisoma tathmini ya taasisi za kijasusi za Marekani na hata Israel zinaonyesha mpaka sasa hawana imani kwamba kweli watamudu kubadilisha utawala wa Jamhuri ya Kiislamu Iran. Sawa, Chilumba. Tunaendelea tena mjadala mkubwa ambao umekuwepo, ni hatima ya Iran baada ya operation za kijeshi zinazoendelea. Tuko hapa na Majid Mjengwa, tunaye pia Godfrey, tunaye pia Godfrey Mchungu, tunaye pia
Abdulaziz Jaad na Rashid Chilumba kama walivyosema Hilda, na tulikuwa tumeishia pale kwenye shauku ambayo ipo, taarifa tofauti ambazo zipo kwamba nani sasa anavaa viatu vya Ayatollah Ali Khamenei. Na mimi ingependa ni rudi pale alipokuwa akizungumza Rashid Chilumba, na ndio swali muhimu sasa hivi, nani anakuja kuiongoza Iran. Chilumba amezungumzia aina ya watu wao na mitazamo ya watu wa Iran. Ukimtazama Ayatollah Khamenei, kifo chake kimekuwa rahisi sana kuliko ilivyofikiriwa. Kuna wakati mimi natafakari, nadhani pengine hata yeye Ayatollah alikitamani kifo cha namna ile, kutokana na hali halisi iliyopo na ambayo inatufikirisha pia kwenye kiongozi ajaye, kwa maana amekufa na miaka 86 mahala ambapo ilikuwa rahisi kumpata mgonjwa wa saratani, na pengine alitamani katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani anakufa kama shahid mataya. Anabaki akizungumzwa, kwa maana ya kwamba alifahamu yale maandamano wakati uliopo, anayekuja kumchukua nafasi yake atalazimika, mimi naona atalazimika awe tofauti na Khamenei, kwa sababu wakati ni tofauti na wakati wa Ayatollah Khamenei. Kwa kiasi gani? Kwa maana vijana wale wanaoandamana wanahitaji aina mpya ya mfumo ulio tofauti na uliopo sasa hivi. Hali zao na dunia ilipo, wanaangalia internet, wanaangalia TikTok na kadhalika, wamekuwa influence na hali ya dunia. Kwa hiyo anayekuja, kuna vitu viwili, achague kati ya kuwa secular democrat. Secular democracy na maana ukiangalia Egypt kwamba watu wawe huru, wana dini, lakini ukiwa una dini nyingine, yani maana yake kwa ufupi sio jamhuri ya Kiislamu. Sio jamhuri ya Kiislamu. Secular democracy na maana watu waishi, wafanye chaguzi, lakini wako huru. Secular democracy. Au iwe sasa inaitwa ule alisema Rashid ile Uislamu ile, lakini Uislamu wa kiimla. Uislamu wa kiimla unarudi kule, lakini Uislamu dictatorship na kitajaribu kulikwepa, lakini Uislamu wa kiimla ndio mfano huo wa Ayatollah, kwamba usivae hivi, usifanye hivi. Pengine watu sasa hivi hawataki namna hiyo ya uongozi. Wanataka kama wakifanya wachague wenyewe. Sasa huyo lazima akutane na hiyo hali halisi. Akibaki huko atakutana tena maandamano, atakutana tena makombora na kadhalika. Na yule Netanyahu alisema katika hilo ya mwezi Juni kwamba that was an operation, ilikuwa inaitwa Rising Lion. Operation aliita hivyo. Simba aliye amka, alinyuka, akina maana Perez Shah yule akirudi yule, kwa Netanyahu anataka Shah yule arudi tena. Na yule alikuwa ndo rafiki wa Israel, atakuwa na amani na utulivu. Kwa hiyo huyo naye kwa kupendwa na Netanyahu amejiwekea karakta yake, imekuwa ngumu sana, kwa sababu wa Iran katika yote yanayotokea, raia wa Iran hawataki mabadiliko yatokane na ushawishi wa Marekani au Israel. Kwa hiyo hana nafasi kama mpinzani. Kwa mimi simuoni Shah akichaguliwa wakipata nafasi ya uongozi katika Iran. Jaad, katika hili la uongozi mtazamo wako ni upi? Usisahau kwamba Shah Pahlavi anatoka katika familia iliyopinduliwa ya mfalme Shah mwaka 79. Kwa hiyo ni mtu ambaye ni kibaraka wa Marekani na Israeli ambao yuko nje ya nchi, ambao anataka kupandikizwa ndani ya nchi. Kwa katika ule mfumo wa kitaasisi ambao umewekwa rasmi, kwanza katika viongozi kutakuwa kuna tume ya mpito ya watu watatu ambao itakaoongoza nchi, halafu kutakuwa kuna jopo la watu 88 ambalo litachagua kiongozi ambaye anafuata. Kwa hiyo tunaona kwamba tuna mfumo kamili ambao wa kuchagua kiongozi ambaye anayefuata, lakini Shah Pahlavi hawezi kuwa na maana, ukimrudisha pale umepindua mapinduzi yalopindua ya wananchi mwaka 1979 na umeondoa rasmi utawala wa Jamhuri ya Kiislamu. Kwa hiyo tumhesabu Shah Pahlavi hawezi kuwa pale ikiwa tu labda amepandikizwa kwa nguvu. Kwa hiyo tunabidi tusubiri jopo la watu 88. Mpaka sasa hivi kuna taarifa za kijasusi kwamba jopo la watu 88 likikaa na lenyewe linaweza likapigwa. Na litapigwa namna gani? Kwa sababu kuna usaliti mkubwa sana wa kijasusi ambao unaendelea. Nilitaka kuzungumza kitu ambacho amezungumza ndugu yangu Majid Mjengwa kwamba
Khomeini inawezekana kwamba ameondoka akifurahi kama ameondoka kama muhanga shahidi mataya, kwamba ameondoka katika vita, na hiyo sifa kubwa katika itikadi ya Kishia na itikadi nyingi za kidini. Tukumbuke kuna taarifa nyingine ambayo masaa 2.5 kabla ya ndege za F-35 kwenda kupiga pale katika ikulu, China ilivujisha taarifa za kijasusi za kuonyesha tracking ya ndege kutokea Israeli paka inaingia Iraki paka. Inasemekana kwamba hawakutoa taarifa. Kuna mtu kibaraka ndani ya utawala hakufikisha ile taarifa, ikabidi mkutano uendelee na Khomeini akapigwa. Lakini kuna taarifa nyingine iliyotoka kupitia ujasusi wa India kusema kwamba yeye mwenyewe Khomeini alipewa taarifa aondoke pale kwa sababu kuna ndege zinakuja kupiga. Ndio ile sasa kuvuja kwa taarifa za kijasusi za China, lakini Khomeini akakataa. Kwa hiyo inathibitisha kwamba ikiwa ni kweli, inawezekana kama kweli amekubali kuondoka kama muhanga, kama shahidi. Lakini tusisahau kwamba bado ule uongozi wa Kishia una sapoti kubwa sana, ambayo mpaka sasa hivi Marekani na Israeli imeshatambua kwamba haiwezi kubadilisha utawala, yani change of regime kwa kirahisi. Ndio maana inazidisha mapigano ya kivita, na hatima na changamoto kubwa ya utawala wa Irani sasa hivi sio kubadilisha na kuchagua kiongozi. Changamoto kubwa sasa hivi ni ya kusurvive katika masaa 72 yanayofuata kivita, kwa sababu hilo ndio mwanzo liko pale, na wanaweza wakaondolewa kabla ya kuchagua kiongozi mwingine. Ikiwa wataweza kusurvive hapo, basi ndio tutakuja sasa kuangalia nani awe kiongozi. Lakini mpaka sasa hivi vita ndio priority namba 1 kwao, lakini hawawezi kwenda na ombo la kiongozi. Watachagua kiongozi na Shah Pahlavi hawezi kuwa pale. Na tukumbuke kwamba tukiangalia sapoti, Khomeini kazikwa na watu sio chini milioni 13. Ukiwacha Imam Khomeini wa kwanza, hakuna aliyezikwa na watu milioni 13 ndani ya Iran. Nini kinachoashiria hicho? Kwamba bado utawala una sapoti kubwa ya ndani na sio rahisi kupelekwa vibaraka kutoka nje. Sawa kabisa Jad, na hilo nakumbuka wakati tumeenda break nilikuwa nakuuliza Godfrey kwamba kwa nini viongozi hawa Iran, kwa sababu kumekuwa na swali kuhusu usalama wao, imekuwa rahisi sana kuwaondoa. Rejea alivyooa Qasim Suleiman mwaka 2020 akiwa Baghdad. Huyo alikuwa ni moja kati ya magenius kwenye masuala ya jeshi. Alikuwa tishio kubwa sana hata kwa mataifa haya, lakini rejea kifo chake, rejea kifo cha Ibrahim Rais, ajali tu ya helikopta, Yahya Sinwar kabisa. Rejea pia kifo cha huyu Ayatollah Ali Khamenei mwenyewe. Imekuwa ni katika mazingira ambayo unaweza kusema ni rais, unashangaa mbona imekuwa kirahisi sana. Lakini pia operation ya siku moja tayari wameweza kumuua kiongozi mkuu, na wengine wamekuwa wakiuliza bana, mbona hata Israeli wanatumia neno la mjini, mbona hata hawajaweza Iran hawajaweza kushikilia bomba kwa muda mrefu. Shida ni nini hasa ambayo iko ndani ya Iran, hasa kuhusu swali la usalama wa viongozi wa nchi hiyo? Swali zuri. Kwanza ni kwamba tunafahamu kwamba operation ambayo imefanyika juzi haikupangwa kwa siku moja, iliandaliwa kipindi kirefu sana. Kama mnafahamu, taarifa za kushambulia kwa Iran zilianza kusambaa tangu mwezi wa kwanza, kwamba ikifika mwezi wa pili, na hata Trump alivyotoa siku 10 kwamba Iran lazima ikubali kukaa kwenye meza mazungumzo. Lakini mtazama ni kwamba ni kweli kabisa kwamba viongozi wa Iran wamekuwa wakilengwa, na wengi wamesema kwamba tunasema ni intelligence blunder, yani wamekuwa wakifanya makosa makubwa ya kijasusi. Na utawala wa Israeli ukiongozwa na Mossad umekuwa ukiwalenga zaidi wanasayansi wa nchi ya Iran, umekuwa ukiwalenga zaidi wanadiplomasia, viongozi wa nchi, lakini zaidi sana Ayatollah Khamenei ambaye alikuwa ndio target kubwa katika nchi ya Iran. Kwa hiyo unaweza kuwalaumu Irani kwamba viongozi wao wamekuwa wakifariki kirahisi, lakini vile lazima uweze kusifia kazi kubwa ya Mossad, kazi kubwa ya CIA, kwa sababu kama unafahamu kwa mfano vinu ambavyo vimepelekwa mashariki
Mashariki ya Kati ni vinu vikubwa kuliko ambavyo vilienda katika vita vya Iraki mwaka 2003. Kwa maana ni kwamba Marekani waliweka nguvu kubwa zaidi. Lakini kutazama ni kwamba kuuliwa kwa Ayatollah Khamenei ni kama Trump wanataka kuitumia kama kuweka legacy ya kisiasa. Kwa sababu unafahamu kwamba Trump viongozi wengine wote tangu mwaka 89 wameshindwa kuondoa utawala wa Ayatollah Khamenei. Kwa hiyo alivyokuja na kama kuna hotuba yake ya juzi ambayo aliita kwamba golden age, kama ni kipindi cha dhahabu, kwamba anakuja kurudisha Marekani kwenye misingi mikubwa ya kimataifa. Kwa hiyo baada ya Irani kuwekewa vikwazo na kuwekewa tunasema sanction, divestment na boycott, ni kwamba walianza kuwa target wanasayansi ambao wamekuwa ni mpango mkubwa wa kuweza kuimarisha dhana za nyuklia. Na inatajwa kwamba kuna zaidi ya wanasayansi 200 ambao wamekuwa wakilengwa tangu Irani ianzishe mpango wake wa nyuklia. Lakini zaidi sana unafahamu tangu Oktoba 7 mwaka 2023 mpaka leo hii amefariki Mohamed Deif ambaye ni kamanda mkubwa katika eneo la Hamas. Amefariki kwa mfano Yahya Sinwar, Ibrahim Raisi, Ismail Haniyeh, sasa hivi Ayatollah Khamenei. Kwa unaona kabisa kwamba Mossad wamekuwa wakiwalenga viongozi ili kuweza kuwachanganya utawala wa Tehran. Labda niongeza kidogo tu kwenye hili, inahusu pia Mossad, CIA. Mossad wamekuwa mahiri sana kwenye mawasiliano. Wamepitia sana kuwafuatilia kupitia simu na mfumo wa mawasiliano. Hapa tulipokaa sisi, Hilda, wewe na mimi, tungeweza kuwa tuko tofauti. Tunaye Aziz, tunaye Chilumba yuko Ujerumani. Lakini imefika wakati pale Tehran hawawezi kuwasiliana, kuongea, kukutana kwa simu. Lazima wakutane physically. Na kukutana physically, akitokea mmoja anatumika na Mossad, yeye anaweza kutoa hizo taarifa. Huyu anaweza kuwa na mawasiliano na Mossad. Kwa hiyo hicho ndacho kimekuwa kwenye ujasusi, moja ya silaha kubwa ya mashirika ya kijasusi kama Mossad kuweza kuwafikia kirahisi, na lazima wakutane. Kwa hiyo wengi wamekuwa kifa kwa wakati mmoja, wakiwa wengi ni kwa sababu lazima wakutane physically. Ndio maana hata ukiangalia kifo cha Haniyeh kulikuwa kuna mkwe wake pale, binti yake, kwa kuna watu kadhaa walikuwa pale. Na kwa mfano katika ile shambulio la juzi, kwa kweli inasikitisha. Kwa mfano huyu ambaye mmoja wapo alifariki anaitwa Ali Shamkhani, ambaye huyu ukimtazama Marekani walimwekea vikwazo yeye mwenyewe asisafiri. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba Iran imeendelea kupoteza sana makamanda wao na watu wao muhimu katika serikali katika nchi. Ali Shamkhani, kuna Mohamed Bakpour na Ali Shamkhani alikuwa ndo mshauri mkuu wa masuala ya usalama na diplomasia. Ndio alisema ya kukutana physically, kukutana ana kwa ana. Ndio jadi. Tusisahau kuna human intelligence na signal intelligence. Kama tulivyozungumza hapo, kuna signal intelligence wanakamata sana yale mawasiliano, lakini kikubwa ambacho kinawaathiri wa Irani ni hujuma na usaliti ndani ya viongozi. Kuna virusi ndani ambao wanatoa habari kwenda katika Mossad pamoja na CIA, na ndio maana walijua wazi kwamba kuna mkutano ambao utafanyika siku ya Jumamosi asubuhi. Vita vilikuwa vianze usiku wake, lakini kwa sababu kulikuwa kuna mkutano ule, Mossad wakapata habari, wakasitisha, wakapiga asubuhi, wakijua wazi kwamba kulikuwa kuna mkutano. Kwa hiyo kuna virusi. Kwa hiyo utaweza kuwapa sifa CIA na Mossad, lakini wakati huo kuna hujuma kubwa ndani ambapo kuna usaliti wa kijasusi. Kama nilivyokuambia kwamba hata kwamba wakati zile ndege zinakuja, China walishatoa habari zote kwa Iran kwamba kuna ndege zinakuja, na wakatoa flight tracking ya F-35 ndege zote, na bado kazi haijafanyika. Ina maana kuna mtu ambao aliikalia na ikabidi sasa badala yake aje apigwe, kwa sababu kwa hiyo yote hiyo ni hujuma, lakini ni kufeli kiintelijensia. Ni uzembe mkubwa uliotendeka wa kiintelijensia mpaka kufika hapo. Kwa hiyo ni kazi kubwa kidogo ambayo wanayo. Na kwa mantikio nadhani Jihad, bado Iran haijaimarika sana kiintelijensia, manake haina uwezo mkubwa wa kijasusi wa kuweza kufahamu kuhusiana na taarifa mbalimbali ambazo kuna matukio kwa mfano kama hayo ya mashambulizi. Wana udhaifu mkubwa, na ndio maana viongozi mmoja baada mwingine alikuwa akiuliwa, na tayari hujui nani katika ule mnyororo katika chain mpaka sasa hivi uweze kumtoa. Hakika kwa hii aliyepokea habari kutoka China na ambao hajaipeleka juu watamjua, lakini hatakuwa wa mwisho, hatakuwa peke yake. Kwa watamjua, watammaliza. Kwa hiyo wanawakamata wengi mno, lakini vile vile bado wako wengi. Usisahau kwamba
wanazungumza tu kwamba Israeli, Wayahudi wanaonewa na Iran, lakini kuna jamii kubwa ya Wayahudi ambao wamepewa hifadhi ndani ya Iran, ambao wanawatetea upande mmoja Iran kwa sababu wanasema hawakubaliana na ile sera ya Zayuni, Zionism, lakini hao wanatumika vile vile kuingia katika masuala ya ujasusi. Lakini vile vile kuna maingiliano ya nchi za nje nyingi ambazo zinaingia hapo pamoja na India na kila kitu. Muda ni mchache, lakini vita kabla ya masaa 24 waziri mkuu wa India Modi alikwenda Israeli. Ina maana kwamba alikwenda kule katika kupenda mapigano. Nani ambao anamsaidia Iran kivita kwa sababu hana kombora la nyuklia? Ni Pakistan. Sasa kabla ya Pakistan ambayo vita vya 2025 Juni alimsaidia sana Iran kutoa taarifa za kiintelijensia, India akachokonoa kwa upande wa Afghanistan waanzishe mapigano Afghanistan na India, akamtoa katika focus Pakistan. Kwa Pakistan vita, kama ulifuatilia katika masuala ya kimataifa, kulikuwa kuna mapigano baina ya Pakistani na Afghanistan. Na Afghanistan, ile ilikuwa ni kumtoa nje mshirika wa Iran asiweze kumsaidia, yani Pakistani asiweze kumsaidia Iran kijeshi na kiintelijensia. Kwa hiyo kuna mtandao mkubwa sana ambao unakwenda. Shukrani sana Jad. Na kula wakati tunakamilisha, tuangalie pia ramani ile ya hasa maeneo ya karibu ya Iran na Israel na baadhi ya maeneo pia ambayo yameonekana kushambuliwa hasa kwa upande wa Iran katika ramani na katika picha, namna ambavyo pia taswira hiyo tunaweza kuipata Iran ikiwa imepakana kwa karibu pia na mataifa haya, na mashambulizi yamekuwa kutoka Israel kwenda Iran na Iran kwenda Israel, licha kuwa mengi ambayo yametoka Iran yalidhibitiwa, lakini kwa yale ambayo yalipata Iran maeneo kama vile Tabriz, Urmia, Zanjan, Ilam, Shiraz, Bushehr, Tehran, Damavan na mengineo, hasa katika hizo maeneo mekundu, ndio maeneo makubwa ambayo yamepata mashambulizi hayo. Kwa hivyo tuliona pia Iran ikishambulia baadhi ya majirani zake kama ambavyo ulieleza hapo awali, Umoja wa Falme za Kiarabu na Bahrain, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, zote hizo hapo nchi za Ghuba hizo zimepata, zimeonja na zenyewe joto ya vita. Kwa kumalizia sasa, nafikiri kwa dakika moja kwa kumalizia, natamani kwako Rashid Chiluba utuambie kwa ufupi jinsi ambavyo hizi operation zinazoendelea zinaungwa mkono na wananchi katika mataifa ya Marekani na Israel, kwa maana utawala wa Trump na Benjamin Netanyahu. Lakini kwa kweli Jad, natamani nisikie Umoja wa Mataifa, Baraza la Usalama linaitisha kikao cha dharura, wataweza kubadilisha chochote? Lakini kwako wewe Majid, natamani kusikia kuhusiana na mzigo ambao utakuwepo, kwa sababu tunafahamu kuna vita nyingine zinazoendelea sijapata suluhisho kama vita Ukraine na Urusi. Hii vita iliyoibuka tena kuna wasiwasi kwamba inaweza ikawa kama mazingira hivi yanayofanana na vita ya 3 ya dunia. Je, itakuwa hivyo? Lakini kwako wewe Godfrey, natamani kujua sasa hatima ya Iran, taifa ambalo sasa hivi linashambuliwa sana. Tuanze na Rashid Chiluba kuhusu hilo la kwamba jinsi gani vita hizi ama operation hizi ndani ya Marekani yenyewe na ndani ya Israeli zinaungwa mkono na wananchi katika eneo hilo. Kusema kweli si rahisi kueleza kwa wingi wa asilimia ama na hata kama ingekuwa asilimia kubwa ya Waisraeli ama wa Marekani hawaungi mkono vita hivi, serikali ya Israeli wala Marekani isingewasikiliza, kwa sababu mifano ni mingi. Marekani kama tunavyofahamu, viongozi wanachaguliwa ndio kwa kura za wananchi, lakini inapokuja maamuzi yanayohusu maslahi ya taifa, maoni ya wapiga kura mara chache sana huwa yanazingatiwa. Mara zote karibu mara zote huwa yanapuuzwa. Tuliona wakati wa vita vya Iraq ni mfano wa miaka ya karibuni kabisa. Kwa hiyo nadhani hata kama uungaji mkono ni mdogo, ambao kusema kweli siwezi kusema kwa hakika, hakuna ambacho kingeweza kuzuia. Kinachotakiwa kutoka kwa Marekani na Israel ni Iran isalimu amri, na shauri hilo liko mezani kwao. Wanaweza kuamua wakawa na maisha
yanayotajwa kwa mazuri kama Bahrain na washirika na majirani zao wengine wa Ghuba wakawa na utajiri wa kutosha, kwa sababu alafu wakaiacha Israeli endelee kutawala Mashariki ya Kati na Marekani akawa mtawala wa dunia, wakaishi maisha ya raha mustarehe watu wa Iran. Lakini hapo kwenye kufa kishahidi kutakuwa hakupo tena. Sawa Chiluba, asante sana. Lakini Jawad, mtu ambie UN Security Council, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linaketi kwa dharura. Kutakuwa na chochote, tutarajia chochote kwa ufupi? Wanaume na urijali wa Umoja wa Mataifa umekufa. Haujakufa kwa Irani tu peke yake, umekufa toka katika masuala ya Venezuela, katika masuala ya Sudani, masuala ya vita vya dunia vyote. Wanaume wa Umoja wa Mataifa umekufa. Kwa hiyo usitegemee chochote ambacho kitafanyika kutoka hapo. Tayari Trump ameivunja Umoja wa Mataifa, na tayari natamani siku nyingine tuje tuzungumze kuhusu yeye mwenyewe Trump alivyoburuzwa kutumika kuingia katika vita ili kumsaidia Israeli na kuepuka kuingiza katika Congress, ruhusa ya Congress na kupata ruhusa ya Umoja wa Mataifa. Kwa tusisahau, tusitegemee kuwa Umoja wa Mataifa utaleta chochote katika suala hili. Itakuwa ni kulaani tu. Ni matamshi. Abdulaziz ananiingiza kwenye swali lako kwangu, sio kuhusu mzigo uliopo duniani. Abdulaziz ananiingiza kwa sababu ni Trump. Mtaani huko wangesema kwa lugha mtaani anazingua, sio? Kwa maana ya kwamba amekuwa bingwa wa kupanga kuanzisha vita, lakini mimi namuona Trump hana mipango ya baada ya vita. Hata sasa hivi hajui Trump. Anasema kesho kutwa mipango ni kuangusha, kwa mfano hii ya Iran, kuangusha utawala wa Iran tu. Anasema kesho kutwa atasema tumeshinda, tumefanya hiki na hiki, tumemaliza kila kitu, lakini kitu gani kinafuata? Hana mipango hiyo, na ndio moja ya shutuma nyumbani kwake Marekani kwamba moja hadi yake kubwa Trump kwenye uchaguzi ilikuwa hataki kuingiza Marekani kwenye vita nje ya Marekani, anaivunja alafu anajaribu kutetea na kuna uchaguzi. Sasa hivi tuzo ya amani haitaki tena. Yes, mimi nafikiri kwamba hatima ya Iran itategemea mazungumzo ya Geneva, ambapo tulishuhudia kwamba Marekani walitoa hoja 4 za msingi kwamba Iran iachane mpango wake wa nyuklia, lakini vituo vya Isfahan, Natanz na Fordo viweze kuharibiwa, lakini vile kwamba Iran iweze kutunga sera katika nchi kwamba haitaendeleza tena mpango wa nyuklia, lakini hoja 4 ni kwamba zile utumishaji wa nyuklia uchukuliwe upeleke Marekani au katika nchi ambayo inakuwa inaaminika kuweza kuharibiwa. Kwa hiyo mazungumzo ya Geneva ndio yanaweza yakatoa mwafaka, je, kunaendelea kuwa na vita au kuwa na amani. Godfrey Mchungu, asante sana. Tunakushukuru pia Majid Mjengwa, asante kwa kuungana nasi. Abdulaziz Jawad pamoja nawe Rashid Chilumba, na washukuru na tunawatakia majukumu mema. Asanteni sana. Naam, tunakamilisha hivyo katika mjadala huu.